Hivi mnajua hii kalenda yetu tulionayo kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ni sawasawa na ile kalenda ambayo Mungu alifanya. Mlango wa 3 mstari wa 8 nao unatukumbusha kwamba siku moja ya Mungu ni sawasawa na miaka 1000. Hapo kwenye kuumba binadamu kuna kitu ambacho binadamu kilizalishwa ndani yake baada ya kuasi. Yes, kitu kilichozalishwa ndani ya binadamu kilikuwa ni hofu. Kabla ya hiyo uasi, Mungu lengo lake kwa binadamu ilikuwa ale, anywe, astarehe, yani wazaliane, mambo imani ni matarajio ya mambo ambayo hatuyajui, tunaamini kwamba yatatokea. Kwa hiyo imani ni matarajio, wakati muda ni hofu. Kwa hiyo badala ya kuwa na imani ya ahadi za Mwenyezi Mungu, binadamu anakuwa na hofu ya kuzeeka, anakuwa na hofu ya kuwa maskini, anakuwa na hofu ya kuumwa, anakuwa na hofu. Badala ya kuwa na haya, ni binadamu wanapaswa kufungua ufahamu wao na kujiuliza tunakimbilia nini? Yaani tunatakiwa tujiulize tunakimbilia nini na tunakimbizana na nani? Hizi mbio tulizonazo huko duniani, nani anayetukimbiza? Na ni nani aijuae kesho yetu kuliko Mwenyezi Mungu? Ni kwa kusoma neno la Mungu na kujipa muda na Mungu, na kwenye muda na Mungu tutajenga imani, lakini kwenye muda bila Mungu tutatengeneza hofu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na imani na hatupaswi kuwa na hofu. Kila laheri mpendwa. Shosti! Tusemezane. Hivi mnajua hii kalenda yetu tulionayo kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ni sawasawa na ile kalenda ambayo Mungu alifanya uumbaji wake? Yes. Na katika uumbaji wa Mungu pia kulikuwa na muda wa mapumziko. Ndivyo. Kwa hiyo turudini tuanze kusoma katika kitabu cha Mwanzo 2:2 pale ambako Mungu baada ya kumaliza kila kitu akapumzika. Kama ambavyo sisi tunakuaga na weekends, ndio? Lakini pia tukiwa tunasoma Mwanzo tunaona kama ni siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku 7. Lakini kupitia kitabu cha Petro 2 mlango wa 3 mstari wa 8 nao unatukumbusha kwamba siku moja ya Mungu ni sawasawa na miaka 1000. Yes, kupitia Petro inasema hivi. Petro 2 anatuambia kwamba lakini wapenzi, mlisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hiyo kupitia ule siku ya kwanza, kwa tafsiri ya Petro inasema kwamba ni miaka 1000. Kwa hiyo Mungu alitumia miaka 6000 kuumba na akatumia miaka 1000 kupumzika. Ndivyo kulikuwa na uumbaji na mapumziko. Lakini pia kwenye udadavuzi wa uumbaji na mapumziko, hapa ndo tunapojua kwamba kuna vitu vingi viliumbwa kwa pamoja. Yaani Mungu alivyokuwa anaumba, let's say mfano ardhi, aliweza kutoa aina tofauti ya ardhi ambayo sasa hizi tunaona kwenye science, tunaambiwa ardhi inatembea, tunaambiwa ardhi, kuna ardhi zenye mchanga, kuna ardhi ambazo zina udongo, kuna ardhi ambazo zina mawe, kuna ardhi ambazo zina mchanganyiko wa mchanga na udongo na mawe. Vyote hivi ni mmoja mfano wa kwamba muda wote ambao Mungu alitumia kufanya uumbaji, kuna vitu vilifanyika vingi katika miaka 1000. Sasa imagine siku moja ya Mungu ilikuwa miaka 1000, na pia Mungu alipata muda wa mapumziko. Hivyo ndo tunavyoweza kusema kwenye maisha yetu ya kila siku kwamba tukifanya kazi Jumatatu mpaka Jumapili, hapa katikati tunakuaga na weekend, hapa katikati tunakuaga na holiday, hapa katikati tunakuaga na siku ambazo tunasema ni siku za mapumziko. Na ni kutokana na mapumziko yalianza tokea kwenye uumbaji, na pia kutokana Mungu alipata muda uliosawia kutengeneza varieties. Yaani kama vile walivyosema kuna siku aliumba samaki, aliumba sijui wadudu, aliweza kutengeneza varieties katika hiyo miaka 1000. Na katika hapo mwanzo pia tunaona kwamba swala la muda lilikuwepo, lakini Mungu ali-identify muda kwa namna yake. Aliidentify muda kwa namna yake. Kupitia Mwanzo
mstari wa 15 nao unasema, Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Na hiyo repetition tunaiona kwenye kila baada ya uumbaji. Na pia akatenga muda wa majira, nyakati na miaka hapo hapo kwenye Mwanzo, ambao tunaona kwenye Mwanzo mstari wa 3, Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 14, Mungu pia akaweza kuweka nyakati, nayo akasema, Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itende kati ya mchana na usiku, nayo iwe dalili ya majira, siku na miaka. Yes. Mwanzo Mungu alikuwa na muda wa kuumba kwa siku, na pia Mungu akaenda to details kwamba aliweka muda katika kila siku moja, na pia aliumba kuwe na muda. Na lengo la Mungu kuumba kuwa na muda ni kuidentify mchana na usiku. Na pia kupitia muda Mungu pia akamuumba binadamu. Kabla hata mapumziko, Mungu akaumba mwanamke na mwanaume, na pia akaja akamuumba binadamu, akamuumba Adam kama Mwanzo 1 inavyosema. Na pia katika hapo kwenye kuumba binadamu kuna kitu ambacho binadamu kilizalishwa ndani yake baada ya kuasi. Yes, kitu kilichozalishwa ndani ya binadamu kilikuwa ni hofu. Nataka tuelewe kwamba Mungu aliumba, kulikuwa na muda, Mungu akamleta binadamu, na baada ya uasi binadamu akawa na hofu. Lakini hofu hiyo ilikuja baada ya uasi, na baada ya kitu gani? Ni pale ambapo alisikia sauti ya Mungu katika muda ambao Mungu anaenda kumtembelea. Katika muda ambao Mungu anaenda kumtembelea akasikia sauti. Adamu akakiri kwamba ana hofu, akasema, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa uchi nikajificha, nikaogopa. Kwa hiyo hapa kuna swala la hofu ndani ya muda, kwamba Mungu binadamu alivyoasi akawa ana hofu ya kumuona Mungu, kwamba ule muda ambao tulitakiwa tu awe na Mungu akawa na hofu. Kwa muda ukaleta hofu ndani ya binadamu. Yes, kwa ajili ya baada ya uasi, baada ya kula tunda, then hofu ikatengenezwa ndani ya binadamu. Japo ukiangalia nyuma, kabla ya hiyo uasi, Mungu lengo lake kwa binadamu ilikuwa ale, anywe, astarehe, yani wazaliane, mambo yaende. Hakutengeneza kuwe na any doubt, na ndio maana kulikuwa na precaution na kadhalika. Lakini pale uovu ulipoingia tu Eden, ndipo hofu ilipozaliwa, na hofu hiyo ilizaliwa baada ya muda. Kwa hiyo kama muda ulikuwa hofu ambao ulifanya binadamu akimbie uwepo wa Mwenyezi Mungu, tunapaswa kuangalia maisha yetu sasa hizi kwamba muda umejenga hofu kubwa sana, na muda umetufanya tuwe na makimbizano. Lakini kwenye maswali ambayo tunatakiwa tujiulize tu katika hili swala la muda ni kwamba tunakimbizana na nani? Na huko tunapokimbizwa ni wapi? Kwa sababu muda umejenga hofu ya kukimbia mahali ambako hata hatujui kwa nini tunakimbizana. Na pia muda imetengeneza kama laana juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu kwa kujipa majina ya bora utoto, ujana maji ya moto, fainali uzeeni. Haya ni mambo ambayo tunayasema kwenye maisha yetu ya kila siku kwa sababu ya hofu. Kwa hiyo kama muda ulikuwa ni lengo lake ni Mungu kujua nyakati, majira na kadhalika, na kumuumba binadamu awe na raha na mustarehe, awe anakula raha na mustarehe, then muda ukaibua hofu baada ya kuasi, na muda unatumikisha mpaka leo. Kwa hiyo maana halisi ya muda ni hofu. Na kwa nini tunasema hofu? Muda ni hofu ya kuto kujua kwa nini tuna makimbizano ya maisha yetu ya kila siku. Yes, ni hofu kwa sababu tumekuwa tunakimbizana na wala hatujui tunapokimbizana. Lakini pia Mungu kupitia
uumbaji wake alitupa ahadi. Kwenye Mwanzo, ukisoma Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 28 unaelezea ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kusema kwamba alituumba tukazae na kuongezeka na kutawala vyote vilivyopo duniani. Mungu hakutuumba tukimbizane na muda. Hata sehemu moja hamna Mungu alisema inabidi mnafanya kazi haraka haraka, inabidi Mungu yeye alisema zaeni mkaongezeke mkavitawale. Hiyo ndo maana ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alitupa ahadi kwenye uumbaji wake. Mungu akatengeneza muda kwa ajili ya kujua tu nyakati na majira, lakini hofu ikazaliwa ndani ya muda. Na muda ni tofauti au ni kinyume cha neno imani. Kwa sababu imani ni nini? Imani ni matarajio ya mambo ambayo hatuyajui, tunaamini kwamba yatatokea. Kwa hiyo imani ni matarajio, wakati muda ni hofu. Kwa hiyo nini kinatokea katikati ya binadamu? Binadamu badala ya kuwa na imani ambao ni matarajio, then binadamu anashikilia muda ambao ni hofu. Kwa hiyo binadamu badala ya kuwa na imani ya ahadi za Mwenyezi Mungu, binadamu anakuwa na hofu ya kuzeeka, anakuwa na hofu ya kuwa maskini, anakuwa na hofu ya kuumwa, anakuwa na hofu badala ya kuwa na imani, kwa sababu imani ni matarajio, si ndio? Kwa hiyo muda umetujengea hofu, tuwe tofauti na Mwenyezi Mungu, tuwe pembezoni, tuwe separate na Mwenyezi Mungu kutokana na vitu alivyotuahidi. Kwa nini? Kwa sababu tuangalie nini maana ya imani. Imani ni matarajio. Na nini kinatupasa kujua tuwe na imani? Ahadi za Mwenyezi Mungu. Na ahadi za Mwenyezi Mungu zinasemaje? Mungu alituahidi tumeumbwa tustarehe. Kwa nini tustarehe? Kwa sababu anasema zaeni mkaongezeke mkavitawale vilivyopo. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, ambao ndani ya ahadi ya Mwenyezi Mungu, Mungu akawa ametuwekea kwamba inatupasa tuamini ahadi zake ili tuwe na matumaini kupitia imani. Nini kikatokea? Hofu ikazaliwa. Muda ukaja, tukaanza mikimbizano, tukasahau ahadi za Mwenyezi Mungu, tukaambatana na muda. Kitu ambacho pia tunatakiwa tujiulize sana ni kwamba kama endapo tunapaswa kuwa na imani kupitia ahadi ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, lakini shetani akatuletea hofu na kutuletea muda na kuona kwamba ahadi za Mwenyezi Mungu hazichelewi, lakini tunapaswa kujua hivi, ni nani aijuaye kesho yetu kuliko aliyetuumba? Inamaanisha Mungu anaijua kesho yetu kuliko hata sisi, lakini sisi tumekubali hofu iibe imani. Yaani imagine kwamba hofu imechukua uzuri wote wa matumaini ya binadamu, kwa kuwa tumepandikiziwa muda wa kuona vitu hivi vinapaswa kukamilika kwa wakati huu. Kwa nini? Kwa sababu tumeaminishwa kwenye system yetu ambayo ipo kila siku. Maneno haya tunatakiwa tuyaangalie kwenye tafsiri kupitia neno la Hagai mlango wa 2 mstari wa 1, nao unasema hivi: katika mwezi wa 7 siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwenye kinywa cha Hagai nabii kusema. Kwenye Biblia pia baada ya uasi na kadhalika, kuna kipindi ambavyo Mungu alivitambua kutokana na kalenda ya kibinadamu. Lakini hebu tupate picha ambapo tusingekuwa tunaandika kutokana na kalenda yetu. Yaani waandishi wa Biblia wasingeandika maneno haya kama kalenda yetu ya kibinadamu. Inamaanisha, hebu tupate picha, tuseme hivi, ilitakiwa iandikwaje? Inamaanisha kalenda ilikuwa inatambua kipindi cha masika na kiangazi. Kwenye tafsiri hii kubwa ya maneno haya yote, reference yetu kubwa iwe kutoka kwenye kitabu cha Hagai mlango wa 2 mstari wa 1, nao unasema hivi: katika mwezi wa 7 siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema. Kupitia mlango huu wa Hagai, maana yake ni walivyosema mwezi wa 7 siku ya 21, na wengine huweka kwenye kalenda yenu tunaweka kwenye kalenda zetu na kuanza na kuwa na tafsiri za kalenda za kibinadamu, lakini katika maandiko ya kimungu haiko hivyo. Kwa nini? Kwa sababu waandishi wa Biblia waliandika Biblia kwenye vipindi tofauti na vikawekwa kwenye tafsiri ambayo sisi binadamu tuliweza kuielewa. Lakini what if kama kwenye Agano la Kale vile ambavyo hivi vitu huu muda ungewekwa kwenye masika, inamaanisha vitu hivi vingesomeka tofauti. Kwenye haya mafunuo nilionayo yakasema, mfano
Lakini haya, mfano nitasoma, inasema hivi: kipindi cha Musa na kuwapa amri za wana wa Israeli kulikuwa na nyakati tofauti, vilipaswa kusomeka hivi: nacho kilikuwa kipindi cha mvua, chenye masika, yenye radi mithili ya umeme na ngurumo, mithili ya ngoma za tangazo la mfalme kwa watu wake. Zamani watu walikuwa wanaandika vizuri. Na wana wa Israeli walikuwa wakiandaa mashamba yao kupanda mbegu zao za mazao ya ngano, maana ardhi ilikuwa iko wazi kupokea mbegu hizi, zikamea. Hivi ndo zamani walivyokuwa wanatambua vipindi, tofauti na vipindi ambavyo sasa hizi sisi tumewekewa kama kwa Hagai kulivyokuwa pale, kwa sababu tafsiri ya maneno ya Biblia yako kwenye tafsiri ya kimungu. Kwa hiyo muda ulikuwepo, na muda ulivyoandika kwenye Biblia kuna tafsiri ambazo hazikuwekwa kwenye tafsiri za kibinadamu, bali kwenye tafsiri ya kimungu. Sawa? Na kwa sababu tumeweka kwenye tafsiri yetu ya kibinadamu, kwenye hicho kitu cha Musa hapo, tunaweza tukasema kipindi hiki kupitia tafsiri ya waandishi watasema wana wa Israeli walipewa amri na Musa mwezi wa 9 katika siku ya 27, na walishindwa kufahamu mwaka, maana hakukuwa na hayo mambo huko mwanzo. Yes, Agano la Kale lote ile tunasoma miaka na nini, lakini hatujui ni miaka mingapi kwa sababu hakukuwa na hayo mambo. Sasa ndugu wapendwa, tumejua kabisa kwamba lengo la Mwenyezi Mungu la kutuumba lilikuwa kutimiza ahadi zake kwetu. Na Mungu alituumba tuwe na imani kwa ajili ya ahadi zake kwetu. Lakini baada ya uasi, hofu ikazaliwa ndani ya binadamu. Lakini pia hofu ilitokana na muda ambao umewekwa. Na pia tunapaswa tuwe na maswali ya kujiuliza kila tukiwa tunatafakari kuhusu hofu tulionayo kuhusu ahadi za Mwenyezi Mungu. Na maswali haya tunapaswa kila mmoja wetu akikaa ajiulize kwamba maana ya maneno haya ni binadamu wanapaswa kufungua ufahamu wao na kujiuliza tunakimbilia nini? Yaani tunatakiwa tujiulize tunakimbilia nini na tunakimbizana na nani? Hizi mbio tulizonazo huku duniani, nani anayetukimbiza? Na ni nani aijuae kesho yetu kuliko Mwenyezi Mungu? Hakuna aijuae kesho yetu kuliko Mwenyezi Mungu. Na pia tunapaswa kujiuliza nini ahadi zetu kutoka kwake ambazo zinahitaji imani yetu kuliko hofu isiyo na tija. Ahadi za Mwenyezi Mungu imeandikwa kwenye Mwanzo 1 mlango wa 1 mstari wa 28. Mungu alisema alivyowaumba tena anasema niliumba wanawake na waume, na akasema zaeni mkaongezeke na mkavitawale vitu vyote vilivyopo duniani. Hiyo ndo ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa binadamu, lakini hofu imekuja kuchukua imani yetu. Na swali lingine tunalopaswa kuuliza ni wangapi hufanya kweli kuhusu imani bila hofu? Wangapi tuna imani na ahadi za Mwenyezi Mungu bila kuwa na hofu ya kwamba havitakuwa, bila kuwa na hofu ya muda, bila kuwa na kwamba itakuwaje kesho yetu ambayo hatuijui? Na maana halisi ya hofu ni muda. So hatupaswi kuwa na hofu, bali tunapaswa kuwa na imani, kwa sababu kwenye imani ndipo Mungu yupo. Kwenye hofu ndipo uasi wetu ulipo kwa Mungu. Kwa hiyo tukiwa tunataka kujua maana ya nguvu ya imani tulionayo, ni kuacha kuoa na hofu ya vitu ambavyo haviko ndani ya uwezo wetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa ahadi zetu. Tunajuaje ahadi zetu? Ni kwa kusoma neno la Mungu na kujipa muda na Mungu. Na kwenye muda na Mungu tutajenga imani, lakini kwenye muda bila Mungu tutatengeneza hofu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na imani na hatupaswi kuwa na hofu. Kila laheri mpendwa. Shosti! Tusemezane.